Ni vigezo gani muhimu vinavyoangaziwa kumpata kiongozi wa nafasi hii nyeti duniani? Uh, Lazima awe mwanadiplomasia, mtu ambaye anaifahamu siasa ya kimataifa, anafahamu maridhiano, ni mtulivu wa akili zake, mstahimilivu, mambo mengi mengi. Kwa kiasi kikubwa ni mtu tu ambaye anaweza kuwa rais wa nchi, anaweza kuwa kiongozi mkubwa wa siasa za kimataifa, sababu ukiwa rais maana yake ni kiongozi wa siasa za kimataifa. Ukiwa waziri wa mambo ya nje, ukiwa balozi, unafanya siasa za kimataifa, kwamba siasa zako sio za kwako peke yake, yani si za ndani ya nchi yako tu. Mtu ambaye hujui siasa za nchi nyingine zinaendeshwa namna gani, lakini ana uwezo wa kuwa ni mtu anaweza kutatua mizozo, migogoro, mivutano, mambo ya kujua mbalimbali za kiulimwengu, matatizo ya elimu, ukuaji wa sayansi na teknolojia, mambo kama haya, akiwa na upeo mkubwa na uwezo mkubwa wa kuyashughulikia kwenye ngazi ya taifa lake, kwenye ngazi ya eneo, kwa maana regional blocks, kama vile tuseme Afrika Mashariki, uwakilishi wa kijiografia kwa lugha rahisi, uwakilishi wa kijiografia. Naam, akiwa na uwezo kama huo mtu anaweza kustahili kushika mamlaka hayo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu anakuwa ndio kiongozi mkubwa wa ulimwengu, anasimamia taasisi inayosimamia mustakabali wa ulimwengu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni lazima awe mtu thabiti, kwa kuaminiwa kabisa na kufahamika kwake pia. Sawa. Na hebu tuwatazame sasa wagombea ambao majina yao yamekuwa ni maarufu kidogo. Tuanze na Michelle Bachelet. Unaona ana sifa zipi zinazoweza kumpa nafasi katika kinyang'anyiro hiki? Bachelet amewahi kuwa rais wa Chile, na sio tu amekuwa rais mara mbili kwenye nchi. Mtu akifika kwanza namna hiyo si mtu wa kawaida, kwamba amekuwa rais alafu akaondoka akarudi tena akawa rais, lakini pia amekuwa mtumishi kwenye Umoja wa Mataifa. Ukumbuke Bachelet ambaye ana miaka 74 sasa, ni mtu mzima kwa kiasi kikubwa. Yeye amekuwa rais wa Chile mwaka 2006 mpaka 2010. Halafu alivyomaliza utumishi wake awamu ya kwanza akaenda kufanya kazi Umoja wa Mataifa akiwa na mkurugenzi wa kushughulikia masuala ya usawa wa kijinsia kwa wanawake, hasa mwaka 2010 mpaka 2013 kwenye Umoja wa Mataifa. Akarudi tena nchini mwake mwaka 2014 akagombea tena urais akashinda, akakaa kwa timu yake moja mpaka 2018, na alivyoondoka tena akarudi tena Umoja wa Mataifa akapewa taasisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mwaka 2018 mpaka 2022. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ndio ana uwezo na amependekezwa kama inavyotakiwa na sheria chata maalum ya Umoja wa Mataifa inayoelezea uteuzi ama uchaguzi wa kumpata katibu mkuu wa umoja huo, na ni lazima anayegombea katibu mkuu awe amependekezwa na nchi, taifa, na sio lazima liwe taifa lake, taifa lolote tu. Sasa Michelle Bachelet amependekezwa na nchi yake yenyewe ya Chile, lakini Brazil na Mexico pia wameshiriki kumpendekeza. Mexico. Sawa. Naam. Sawa. Na vipi kuhusu Rafael Gross, naye unamwonaje katika uzoefu wa kimataifa? Ana mchango gani katika ushindani huu? Ushindani wake naupa nafasi ya pili na nyuma ya Michelle Bachelet, kwa sababu Rafael Gross tunapozungumza sasa, yeye ndiye mkurugenzi wa wakala wa atomic IAEA ya Umoja wa Mataifa. Bado ana umri kidogo, bado unavutia, ana miaka 65. Rafael Gross huyu ni Mwargentina, amewahi kuwa balozi wa nchi yake huko Austria barani Ulaya, na kwa sasa anafanya kazi ya shirika hilo kubwa la kimataifa. Sasa ndiye namuona kama angalau mpinzani wa karibu wa Michelle Bachelet, ambaye mimi binafsi nampa nafasi ya kwanza, kwa sababu kuna niseme nini, mchakato wa chini kwa chini na chapuo kubwa la taasisi mbalimbali zinataka Umoja wa Mataifa basi angalau kwa mara ya kwanza katibu wake wa kwanza awe mwanamke, baada ya kuwa na makatibu wakuu wanaume watupu kwa miaka yote hiyo. Kwa hiyo Rafael Gross namuona kama
mtu ambaye ana nafasi kubwa ya kumpa hiyo kumpa changamoto, japokuwa kama ni mwanamke, maana yake kuna mama hapa ambaye pia ana nguvu, Rebecca Grispan, ambaye ni makamu wa rais wa sasa hivi wa Costa Rica, lakini pia amekuwa mtumishi huyu pia kwenye Umoja wa Mataifa. Sawa kamarada, na vipi kuhusiana na Macky Sall? Anaakisi kwa kiasi gani matarajio ya bara la Afrika? Nafasi yake ni ndogo, ni ndogo sana, sio tu ndogo sana. Macky Sall nafasi yake ni ndogo sana, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzoni, sharti mojawapo ni lazima upendekezwe na nchi. Sasa nchi inapotegemewa lazima yaanze kuwa ni ya kwako, lakini Macky Sall amependekezwa na Burundi, nchi iko mbali kutoka kwao. Senegal, amekuwa rais wa Senegal huyu, na si mzee, angalau yeye ana umri kidogo unampa mpaka nafasi kidogo, lakini Senegal kwenyewe anapendwa na watu wachache, yani sehemu kubwa ya wananchi hawakumfurahia. Utakumbuka hata alivyoondoka mamlakani kupisha utawala huu wa marais vijana, aliondoka kwa mbinde kweli. Kulikuwa na vurugu, aking'ang'ania akitaka kuongeza muda wa kukaa mamlakani, na akaondoka kwa nguvu, lakini kulikuwa na shida. Na mpaka tunapozungumza leo, Zainab, Macky Sall haishi nchini Senegal, anaishi Morocco, ambako ana shughuli zake, ikiwamo taasisi moja kubwa ya masuala ya udhamini na uongozi barani Afrika. Kwa hiyo Macky Sall nafasi yake ni ndogo sana. Kwa namna ambavyo umetoka kuelezea, licha ya Macky Sall nafasi yake kuwa ndogo zaidi, sasa kwa jicho lako la kichambuzi, unadhani nani anaonekana kuwa na nafasi kubwa zaidi kwa sasa kati ya hao ambao umetoka kuwazungumzia? Michelle Bachelet na ana nafasi kubwa zaidi, ya mzoefu sana kuliko hao wenzie wote. Na ukumbuke kwamba sasa hivi urais ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, nafasi imebaki kwa mabara mawili tu, hiyo Latin America na kwa maana Amerika, walioko kutoka Amerika Kusini na Afrika, ambayo ina Macky Sall, ambaye binafsi nampa nafasi ndogo sana, yani ni 10 katika 100. Lakini nafasi kubwa zaidi nampa yeye Michelle Bachelet na wenzie wawili, ambaye ni Rafael Grossi wa Argentina na Rebecca Grispan kutoka Costa Rica. Hawa nawapa nafasi ya kumfuatia, hata kama nafasi kubwa ni mwanamke anapigiwa chapuo. Simuoni Rebecca akichuana sawa na Bachelet, na kwa maana hiyo Bachelet namuona atashinda, kwa sababu mbali ya hiyo kuna taasisi moja ambayo imefanya shughuli hii kwa muda wa miaka 5 ikipiga chapuo la kumtafutia mwanamke nafasi, inaitwa 1 billion, yani 8 billion, wakimaanisha kwamba tunataka watu wakifika one man for 8 billion, yani mtu mmoja atakayeongoza watu bilioni 8. Sasa wanamuona kama Michelle Bachelet ni mtu anayestahili, na vikao vinaanza saa 4 asubuhi ya leo kwa saa za Marekani za New York, ndio atahojiwa yeye na leo atahojiwa yeye na Grossi atakayehojiwa saa 9 mchana kwa saa za Marekani, na watakaofanya vikao hivi vilishaanza kufanyika, vikawachuja wengine, na miongoni mwa waliokuwa wamepita ambaye ameondolewa hapo ni Maya Mottley kutoka ambaye ni waziri mkuu wa Barbados, na David Gochukucha wa makamu wa rais wa Bolivia. Hao wote walikuwa katika nafasi ya mwanzo, wakachujwa, wakabaki wao 4 ambao sasa ndio wataendelea na tuseme hizo interview zinaanza sasa. Leo ni mabalozi wa nchi mbalimbali 193 zinazowakilisha kwenye Umoja wa Mataifa, na baadaye wenye maamuzi ya kupeleka jina kwenye baraza kuu ni hawa wote. Kwanza kwenye kikao kitakachofanyika kati ya baraza kuu la usalama, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo lina wajumbe 15, wanatakiwa wapate kura 9 kati ya 15. Mshindi anatakiwa apate 9 kati ya 15, lakini katika kura zile za veto kati ya wale miamba wanaitwa P5, maana hapo kuna Marekani, Urusi, China, Ufaransa na Uingereza, asipate kura ya katazo hata moja zile za veto, yani wale wote pia wamkubali huyo mmoja, na wakimkubali hao, maana yake wao ndio wamemtaka na ndiye atakayeshinda, anapelekwa kupigiwa kura kwenye baraza la Umoja wa Mataifa sasa, ambalo la mkutano mkuu ule wa Septemba. Na pengine mataifa makubwa yana ushawishi gani katika uchaguzi huu?
hao kama nimewataja hapo, ushawishi ni mkubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Mmoja tu akikataa umeumia. Ukumbuke miaka mingi iliyopita Dr. Salim Ahmed Salim alishindwa kwa sababu tu Marekani haikupenda kumpigia kura. Mwafrika wa kwanza ambaye pengine angeweza kushika nafasi hiyo ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Lakini Afrika imepata hiyo nafasi mara mbili, na tena uje kuona ajabu, ilipata mara mbili mfululizo. Mwaka 97 aliingia Kofi Annan, akakaa mpaka 2006, akapokewa na Boutros Ghali Misri. Huyu aliingia 92 mpaka 96, yeye lakini alikaa kipindi kimoja tu, na baada ya hapo wamebaki wenyewe tu. Wengi wamekuwa wakitoka Ulaya, wameshika mara 4 Ulaya, Afrika mara 2, Asia mara 2, na Latin America imeshika, au sema America kwa ujumla wake wote tu wameshika mara 1, na sasa wanaifuta kwa mara nyingine, na nafasi kubwa zaidi naiona ikienda huko. Ndio maana wamebaki wao watatu na mmoja kutoka Afrika, na kwa hiyo ni dhahiri kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atatoka Latin America, japo sijui atakuwa nani, japo kuwa mimi naamini, sio wanampigia chapuo, ninaamini atashinda kwa sababu ana vigezo vikubwa na vizito zaidi kuliko wenzie. Mama Michelle Bachelet. Hebu tubakie katika mchango na ushawishi wa haya mataifa makubwa. Unadhani kwa hali inavyokwenda hivi sasa ya kidunia na mambo yanayokwenda, wao haya mataifa makubwa chapuo lao kubwa nadhani na wao litakaa kwao, ama kuna mtu anaweza ukatamani kumweka kwa ajili ya kulinda maslahi yao? Hawezi kuwekwa mtu mwingine, wagombea ndio hao Mohamed. Kwa maana ya hao waliokuwepo. Kusema wanamuweka hapana, ila ni kumwamini na kulingana na mienendo yake, maslahi yao wanayaangalia itakavyokuwa. Unaona kama vile ilivyo kwa sasa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatoka barani Ulaya, Antonio Guterres, ni Mreno huyu. Wengi tuseme kwamba hakuna ambaye anaweza kufanya kile ambacho dunia itafurahi sana ya hao wakubwa ama hata walio wadogo, kwa sababu Umoja wa Mataifa kama ulivyo hauna nguvu ile ya kusema we acha na uache kweli. Kuna ambao wanaweza wakaambiwa acha na akaacha, lakini kuna wale ambao wanaifokea hiyo Umoja wa Mataifa yenyewe ama kuipiga makofi kwamba hebu wewe kaa pembeni, mimi ni tulia. Kwa hiyo unaona kwamba baada ya makatibu wakuu wale waliokuwa wenye msuli wa mwanzoni waliotoka barani Ulaya, Trajivli ambaye ni Norway, ndio wa mwanzo kabisa, angalau wale wa mwanzo walikuwa na msuli hivi. Lakini zaidi inaelezwa katibu mkuu Umoja wa Mataifa ambaye aliuawa kwenye ajali huko Ndola, Zambia, akiwa anatoka kusuluhisha ama kutafuta amani ya Kongo mwaka 61, Dag Hammarskjöld kutoka Sweden. Huyu ndiye ambaye inaelezwa bado anatafutwa wa namna ile, yani katibu mkuu wa namna ile ambaye alikuwa thabiti kweli kweli. Yani wengine wote walikuja akina Yupant kutoka Bama ama sema Myanmar siku hizi, Ban Ki-moon alikuja mbele sana, au wote, Kofi Annan, Boutros Ghali. Mwingine alikuwa angalau alikaa na ikaonekana angalau ana msuli, Javier Perez de Cuellar alitoka Peru huko Latin America, lakini mikasa haimaliziki duniani. Unazungumza kuhusu mambo makubwa. Naam, kamarada, unazungumza kuhusu mikasa. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni changamoto. Ni changamoto zipi kuu ambazo huyu katibu mkuu mpya ajaye wa Umoja wa Mataifa atalazimika kukabiliana nazo? Ziko nyingi, lakini kwa sasa itabidi apambane na hii moja ya haraka ambayo ndio inaonekana hata kama itatulia hivi karibuni, lakini bado ishatia hali tete, na hiyo ni ya mzozo wa Iran, Israel na Marekani. Awe mtu ambaye anaweza angalau akaidhibiti na akaheshimiwa na Marekani yenyewe, lakini nchi nyingi zinaweza kuiheshimu Umoja wa Mataifa nao makatibu wakuu wenyewe, lakini endapo ataweza kumdhibiti Marekani, kwa sababu ni Marekani ambayo haidhibitiki kirahisi sana na mwenzio Urusi. Utakumbuka Urusi ilivyoivamia Ukraine, walishaichukua Crimea, na sasa wameng'ang'ana kule mashariki mwa Ukraine.
na magharibi wakipambana kwelikweli. Sasa hayo mataifa mawili yakiweza kudhibitiwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yote yule ataweza akahesabu kwamba amedhibiti changamoto ama amezisimamia. Lakini changamoto zilizopo sio hiyo peke yake, kuna mizozo na shughuli na mambo mengi magumu. Ukiacha hiyo ya huko Urusi, kuna mzozo Sudan, kuna mzozo Kongo, mzozo mkongwe kabisa ambao wenyewe kwa Umoja wa Mataifa unadoa binafsi baada ya katibu mkuu wake Dag Hammarskjöld kuuawa kwenye ndege. Nasema kuuawa kwa sababu ile ndege imeanza kuelezwa kwamba ilidunguliwa na tayari tunapozungumza sasa imeundwa tume ambayo inachunguza kile kifo cha katibu mkuu ambaye aliuawa mwaka 61, Dag Hammarskjöld. Katibu mkuu alitoka huko New York akaja mpaka Afrika, Kongo hapa jirani na Tanzania, kuja kushughulikia kwa mkono wake, kwa macho yake na miguu yake mwenyewe namna anavyoweza kuleta suluhu kati ya Wakongomani. Nyakati hizo za kina Emery Patrice Lumumba na wenzie ambao walikuwa wakizozana huko Kongo. Kwa hiyo aliuawa, na hii imeacha doa kubwa. Na hiyo tume hiyo ndani yake yumo Mtanzania, jaji mstaafu Othman Chande, ambaye anaongoza tume pia sasa hivi ya kuchunguza madhila ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana hapa nchini. Kwa hiyo kuna mambo mengi huko Somalia, bado mambo yanakuja yanatoka, hali si nzuri sana. Afrika Magharibi huko kuna mzozo mkubwa eneo la Sahel. Kwa hiyo kuna mambo mengi huko Latin America kwenyewe huko kuna shida nyingi. Kwa hiyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hilo ni moja, lakini hata kuna mizozo mingine ya mambo ya biashara za binadamu, usafirishaji, kuna mambo kama hayo bado yanatakiwa yaangaliwe sana. Dawa za kulevya bado mambo ni matatizo makubwa, magonjwa mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo wanashughuli kubwa. Huwezi kusema atamaliza yote hayo na miaka yake michache ya kuanzia, lakini katika uhalisia mizozo ya mataifa mikubwa hii ndio ambayo inaweza ikawa na namna ya kufanya. Lakini mkubwa ndio kamarada, natamani mkubwa natamani zaidi mimi washughulike nao ni ule ambao ulimuua katibu mkuu wao mwenyewe wa Umoja wa Mataifa, mzozo wa Kongo. Sawa. Kamarada, mimi natamani ningeweza kukupa nafasi zaidi, lakini muda nao sio rafiki, na inaonekana kwenye jambo hili bado kuna mengi ya kujua. Ni kama bahari, unaogelea tu unaona yanatoka tu. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza nasi asubuhi hii na kwa mchango wako katika taarifa hii kubwa duniani kwa hivi leo. Hii ni taarifa kubwa duniani. Shukrani sana kamarada. Kwa sasa ni mchambuzi huyo wa siasa za kimataifa kamarada Barwan Muhuza. FM.